Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amehukumiwa kifo kwa kosa la uhaini, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Hukumu hiyo ilitolewa Ijumaa na mahakama ya kijeshi baada ya Kabila kukutwa na hatia kwa kushirikiana na waasi wa M23 wanaoendelea kuharibu eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kabila, ambaye hakuhudhuria mahakamani, pia ameamuriwa kulipa faini ya dola bilioni 32, takriban pauni bilioni 25. Kabila aliukataa mchakato mzima wa kesi hiyo, akiuita wa kubuni na akisema mahakama zinatumika kama chombo cha ukandamizaji. Mahali alipo kwa sasa Kabila hapajulikani. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Kabila anatuhumiwa kusaidia na kufadhili harakati za M23, kundi la waasi linalodaiwa kufanya mauaji, ubakaji, mateso na uasi wa kivita mashariki mwa DRC. Mashirika ya haki za binadamu yameeleza tuhuma hizo kama baadhi ya matukio mabaya zaidi katika historia hivi karibuni ya nchi hiyo. Rafiki wake wa muda mrefu na waziri wa zamani Kikaya bin Karubi aliiambia BBC kwamba kesi hiyo ni ya maonyesho na mfano wa udikteta wa Rais Felix Tshisekedi. Karubi alisema hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliowasilishwa kuonyesha Kabila anahusiana na M23. Kwa upande wake, kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa aliandika katika mtandao wa X, zamani Twitter, kwamba hukumu hiyo ni ukiukwaji wa mazungumzo ya amani yanayoendelea kati ya serikali na waasi. Kabila mwenye umri wa miaka 54 aliongoza Kongo kwa miaka 18 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Kabila mwaka 2001. Alimuunga mkono Tshisekedi katika uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi uliozua utata, lakini wawili hao walikosana baadaye na Kabila akaondoka nchini kwa ujuzi binafsi mwaka 2023. Mwezi Aprili mwaka huu, Kabila alitangaza nia ya kusaidia kutafuta suluhisho la vita vya mashariki na Mei akaonekana katika mji wa Goma unaodhibitiwa na M23. Hatua hiyo ilionekana kama changamoto ya moja kwa moja kwa Tshisekedi, ambaye alimshutumu hadharani Kabila kwa kuwa akili ya nyuma ya M23 na akamvua kinga ya kisheria. Mwaka huu mapigano yameongezeka kwa kasi kubwa, huku M23 ikishikilia maeneo makubwa mashariki yenye utajiri mkubwa wa madini, ikiwemo miji ya Goma na Bukavu pamoja na viwanja viwili vya ndege. Mashirika ya Umoja wa Mataifa na nchi kadhaa za magharibi yametaja ushahidi unaoonyesha Rwanda kuunga mkono M23, madai ambayo Kigali inakanusha vikali, ikisema inaweka ulinzi kuzuia mapigano kuingia nchini kwake. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano yalikubaliwa mwezi Julai, umwagaji damu umeendelea katika nchi hiyo. Hukumu hii inachukuliwa kama ishara ya shinikizo jipya la kisiasa na kijeshi dhidi ya waasi, lakini pia inazidisha mgawanyiko wa kisiasa nchini humo.